Karibuni wapendwa katika tafakari Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa. Injili ya Dominika hii ya 18 inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 aya ya 13 hadi ya 21. Sehemu hii ya maandiko matakatifu ni pale Yesu anapowalisha watu zaidi ya 5,000 kwa kutumia mikate na samaki wachache. Kristo kabla ya sehemu hii anaonekana akiwa amejitenga. Sura iliyotangulia imesimulia ya Injili hii ya Mathayo imesimulia kuhusu kifo cha Yohane Mbatizaji. Kutokana na kifo hiki cha kikatili, tunafahamu Herode alivyomchinja Yohane Mbatizaji. Baada ya kifo hiki na Yesu kupata habari, bila shaka aliumia. Kwanza tunafahamu Yesu ambavyo aliwahi kumsifu Yohane Mbatizaji, alivyo mtu mkubwa, alivyo mwadilifu. Lakini pia tukumbuke Yohane Mbatizaji ni ndugu wa damu wa Bwana, ni mpwa wake. Lakini kwa vile ujumbe wao wote uliendana, ni wazi Yesu naye anajiuliza kuhusu hatima yake. Kama wamemfanyia hivi Yohane Mbatizaji, nini kinafuata? Kwa hiyo atahitaji muda wa kukaa peke yake, na anafanya hivyo. Anajitenga na watu. Lakini watu wamegundua kule alikokwenda. Bila shaka Yesu alipata muda huo, lakini hatujui kama watu walivuruga idadi ya muda ambao Yesu angehitaji. Lakini walau walijitenga, na watu wamegundua Yesu amekwenda kule, na kwa maelfu wanamfuata mwalimu. Na mwalimu anapowaona, maandiko yanatuambia kwamba aliwaonea huruma. Neno huruma kwa lililotumika hapa sio neno rahisi tu kama mimi na wewe tunavyoweza kuoneana huruma. Ni neno la Kiyunani linalomaanisha ile huruma ya Mungu ya kutaka kumrudisha mkosefu, ya kutaka kumponya aliyeharibika. Yesu anaonea huruma na anawaponya baadhi. Baadaye jioni, muda wa kurudi makwao unafika. Lakini huruma ya Yesu bado ipo. Wako na njaa. Wataweza kuhimili safari ya kurudi makwao ilhali wana njaa? Agizo linatolewa kwa mitume, wapeni ninyi chakula. Kitatoka wapi? Basi yupo mvulana mwenye hao samaki wachache na mikate michache, na basi Yesu anaitisha, anaagiza kwamba viletwe. Anasali, anavibariki, na anatoa tena kwa wafuasi wake kwamba wagawie watu wale chakula hicho, na wote wanakula, wanashiba na wanasaza. Ndugu zangu, tusikimbilie moja kwa moja tu kushangaa muujiza huu, bali tujikite zaidi katika fundisho lililo nyuma ya huruma hii ya Bwana. Kwanza, yeye ni wazi, ni kweli hatuwezi kufikia kiwango chake cha huruma kwa sababu sisi sio Mungu kama yeye. Lakini kuna kipimo cha huruma tulichowekewa ambacho tukiwa na dhamiri hai tutaonea huruma wale wahitaji. Kwa sababu kazi njema aliyofanya Yesu imeanza na kuguswa moyoni, ndipo vitendo vikafuata. Alichokifanya kimetoka kabisa ndani yake. Hakikuwa kwa ajili ya kujionyesha, ni mguso wa moyo. Kwa hiyo fundisho la kwanza linaanza hapa, mguso wa moyo kwa yule ambaye yuko katika hali ambayo hakupaswa kuwa hivyo. Fundisho la pili ni kushiriki kile tulicho nacho na yule asiye nacho. Kushiriki. Kwa sababu Yesu katika muujiza huu sio kwamba aliagiza tu mkate ukashuka na samaki wakaja, bali alitumia kile kilichokuwepo.
Mwandishi mmoja anajaribu kutuambia kwamba yawezekana wazo hili la Yesu kwamba tushirikishane tulicho nacho liliamsha hisia za huruma kwa wengine ambao pengine walikuwa na chakula na kwa wamekificha, na wenyewe wakatoa wakagawana. Iwe iwavyo, kama nadharia hii ni ya kweli au si ya kweli, lakini chanzo cha wote wa kupata ni kile ambacho Kristo aliona lazima kifanyike: kushirikishana kilichopo, kuoneana huruma. Jambo hili limenikumbusha simulizi moja la kweli la Mama Teresa wa Calcutta, Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, ambalo mara kadhaa nimelirudia. Siku moja akapewa taarifa kwamba kuna mwanamke mmoja na watoto wako katika hali mbaya sana, hawajala kwa muda mrefu na maisha yao yapo hatarini. Mama Teresa akatoka na sister mwenzake mmoja, wakabeba kiasi cha mchele. Walipofika wakamkabidhi, wakampa pole, wakitegemea huyu mama labda angeanza kuchambua mchele haraka, angewasha moto, angepika kwa ajili yake na wanae. Lakini huyu mama aligawa mchele sehemu mbili, akatoka. Hakuaga, hakusema nenda wapi, na wao wakasubiri kwa kitambo. Hawa masista wawili wakasubiri kwa kitambo. Aliporudi walimuuliza, ulikwenda wapi? Akasema, nina jirani yangu ambaye ana njaa kuliko mimi, nisingeweza kula chakula hiki peke yangu. Masimulizi haya ya Injili, ndugu zangu, sio hadithi za kusadikika. Wapo watu, tena wengine wala sio wa imani yetu, lakini wanayaishi. Mimi mara ngapi nikawa mchoyo, mimi mara ngapi nikawa mlafi kiasi wengine wakakosa. Baba wa taifa la India, Mahatma Gandhi, ambaye hakuwa Mkristo lakini aliyapenda maandiko, aliwahi kusema kwamba dunia ina rasilimali za kutosha kwa kila mtu aliyepo duniani, lakini haina rasilimali za kutosha kama wote tutakuwa walafi. Kushirikishana kile tulicho nacho. Mitume walikuwa wanapendekeza kwamba watu waondoke wakajinunulie chakula, waondoke wakanunue, waondoke waende kwa wafanya biashara. Haya ni mawazo ya kile karne za kati, kilikuwa kinajulikana kama sio karne za kati, karne sio nyingi sana zilizopita. Mtu alianza kuwa define, kujulikana kwamba mtu ni homo economicus, mtu ni kiumbe cha kiuchumi. Mtu ameondolewa katika wajibu wake wa kijamii na amewekwa kama kiumbe ambacho kina wajibu wa kuzalisha na kupata faida. Huu ndio ushauri wafuasi wa Yesu waliokuwa wanautoa. Hawakuwa na ushauri wa kushirikishana kile walichokuwa nacho. Lakini ndivyo tulivyo. Tumegeuka kwa kitu hicho hicho. Tumeonekana kuwa ni watu tu wa kuzalisha na kupata faida na kutumia. Tukasahau upande mwingine wa kijamii, kwamba kuna vingine havinunuliki, kwamba kuna vingine haviuziki, kwamba vingine thamani yake ni kubwa sana kiasi kwamba haina bei. Ndio ushirikiano. Kushirikishana hapa sio tu kugawana samaki na mikate, ni kutoa hata kile nilicho nacho, ujuzi nilionao kwa ajili ya wengine, siri ya mafanikio nilionayo kusudi na wengine wafanikiwe kama mimi. Na hapo nitakuwa nimejiondoa katika uzio wa kujiona kwamba mimi ni homo economicus, kiumbe wa kiuchumi, na niangalie upande mwingine wa kijamii. Ni kweli ni wajibu wetu kufanya kazi na kuzalisha na kutumia, lakini tusibaki hapo. Tuangalie upande mwingine ambao Bwana ameupendekeza. Na kama kweli tukiwa waaminifu kwa mpango huu ambao Bwana ameupendekeza, mengi duniani yaliyo maovu yangepungua. Kwa sababu kuna watu wanajiuliza, kama Kristo alifanya uponyaji kwa watu hawa, aliwapa chakula watu hawa, mbona tunafahamu sehemu ambazo kuna mamia watoto wanaotapia mlo wako ndefu, watu wanakufa kwa sababu hawana njaa, hawana chakula, hawana maji.
Tukumbuke, miujiza sio mtindo wa maisha. Hata Yesu hakuwa anafanya miujiza holela. Pamoja na kwamba wapo wenye karama za kufanya miujiza, katika hali ya kawaida tunafanya kazi kusudi tupate riziki zetu. Na kwa wale ambao wako chini, hawawezi kupata riziki kama tulizo nazo sisi, ni wajibu wetu kuwatazama. Ni kweli, wapo wengine wanateseka kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya uvivu, kwa sababu ya kujinyima maarifa. Lakini kuna wengine wapo hivyo kwa sababu ya mifumo kandamizi, kwa sababu ya wale walafi ambao wanataka kuchukua chote kiwe cha kwao. Na ndipo baba wa taifa la India anapokemea, tukiwa walafi, vilivyomo duniani humo havitutoshi. Lakini fundisho hili pia ni la kiroho. Jinsi Yesu alivyotoa wale samaki na mikate ni gesture, ni alama kama ile atakayoifanya wakati wa adhimisho la Ekaristi Takatifu: kubariki, kusali na hatimaye kumega na kugawa. Kama Kristo hapa ni kama anadokeza jambo lingine linalokuja. Na hata eneo lenyewe alipo mwandishi ameliweka kufananisha na lile ambalo Musa na wana wa Israeli walikuwa wanapita jangwani, pale walipokuwa wanapokea mkate kutoka mbinguni, mana. Sasa Kristo mkate wa kweli yupo, lakini pia anawapa mkate mwingine. Bila shaka kitabiri kikubwa zaidi, Ekaristi inayofuata. Na katika nukta hii tujikumbushe kuhusu somo la kwanza ambalo linatoka katika Isaya sura ya 55. Isaya sura ya 55 ni sura inayomuonyesha Mungu wa huruma. Huruma ile nilisema mwanzoni, Mungu anayetaka kuwarudisha watu katika ukamilifu aliowaambia. Isaya anasema, njoni kwangu mnywe, mle, bila kununua, bila fedha. Isaya anawaambia watu gani? Anawaambia Wayahudi waliopotoka, ambao wamemsahau Mungu wa kweli, wanaingia kwenye ibada za uongo. Isaya anawaambia, rudini. Neema ya kweli haihitaji fedha. Neema ni bure kabisa. Rudini kwa Mungu. Achaneni na mihangaiko mnayoifanya kwa miungu ya uongo. Njoni mle, mnywe bila bei. Na katika muktadha huu tunathubutu kusema, hata kama Isaya alikuwa haelekei kusema hivyo, lakini tunaweza tukafananisha na Ekaristi Takatifu na sakramenti za kanisa na wokovu. Tusizurure na kupoteza muda ambao ni muhimu kwangu mimi kuutumia vema kuupata wokovu ambao ni bure. Thamani yake bure sio kwa sababu hauna thamani, bali ni bure kwa sababu thamani yake ni kubwa kiasi kwamba hainunuliki. Ni thamani ya damu ya mwana wa Mungu. Basi tuondoke hasa na mawili niliyosema. Turuhusu dhamiri zetu zituguse, tuone huruma kwa wahitaji, na baadaye hapo tufanye alivyofanya Bwana. Tushirikishane kile tulicho nacho, tushirikishane tone la upendo. Tumsifu Yesu Kristo.